wewe. Hizi roho zetu hazistahili kuzalilika hivyo. Ina maana twende tukaikomboe nchi tarehe 25 ili turudi tukafukue miili yetu ya ndugu zetu, tukatafute namna njema ya kuistiri. Wale ni wapambanaji, wale ni mashujaa ambao leo wamelala pale. Umeona wewe, ukikataa kutoka maana yake unawaacha wale watu kwamba wamekufa potelea mbali. Ile ni mizoga, iko kitu sio. Wale tulikuwa tarehe 29 tulikuwa nao pamoja, wengine tulikuwa kukutana barabarani, hati mbaya wenzetu story tukawa marafiki kwa baba. Umeona bila kusherehekea ushindi ambao tutakwenda kuchukua tarehe 25, lazima turudi na ushindi, kuambia ndugu zetu tuokutana nao pale kwamba nyinyi ndugu zetu mlichopigania, sisi tukimalizia ushindi ndio huu hapa. Ndugu yangu, lazima tutoke wote kwa pamoja, lazima tutoke wote kwa pamoja. Mimi nawaambia kauli yangu hii hapa, mimi nitatoka. Hata nyinyi wote mkiamua kulala, mimi nitatoka. Naumia, sio kwamba naumia nataka Samia nipe hela, hasha, sihitaji hata shilingi yake. Sio naumia nataka serikali ya CCM nipe kazi, la hasha, sihitaji hata kazi kutoka kwa serikali ya CCM. Sihitaji chochote katika serikali ya CCM. Nahitaji wa Tanzania na Tanzania yetu kuwe na haki. Nahitaji mali za Tanzania zigawanyike, simkute kila mtu. Wamama wa Kitanzania wanaoteseka kwa umaskini leo hii wana haki ya kufurahia mali, uchumi na vitu vyote, mali asili za Tanzania, wana haki yao. Hiko kitu ndio kinanifanya mimi nitoke. Watanzania wana haki ya kuishi, lakini leo hii Samia anawanyima haki ya kuishi, anawateka, anawapiga risasi. Amejaribu kumuua Sativa, amefunga sauti ya kina Mdude, amefunga sauti hata ya kina Polepole, amewafunga sauti kina Gwajima. Leo hii wanakimbia nao, wameacha kufanya shughuli zao za uinjilisti. Samia huyu ni mtu mbaya. Kwa hiyo sisi tunakwenda kurudisha heshima ya Watanzania, tunakwenda kuwaruhusu Watanzania wapate sauti, wawe na haki, wafurahie katika nchi yao. Mali asili zilizokuwa katika ardhi ya Tanzania zinamhusu kila Mtanzania. Ndiyo hicho kitu kinachoenda kufanya sisi tutoke leo hii tukapambanie mali za Watanzania zirudi kwa Watanzania, wanufaike nao. Watanzania hawana nchi nyingine, hawana mali nyingine zaidi ya mali hizi zilizokuwa kwenye Tanzania. Hii uranium wanaosema ipo katika Tanzania inatakiwa inufaishe Watanzania, isimnufaishe Mwigulu, isimnufaishe Samia na Abduli, isimnufaishe familia chache, inatakiwa zinufaishe kila mmoja katika nchi hii. Ndiyo sababu inatufanya tutoke ndugu zangu, twende tukalikomboe taifa. Acheni ubinafsi. Roho yako si kitu, hata ukifa kwenye mapambano. Nikifa kwenye mapambano mimi si kitu, hakuna kitu kitakachopotea katika Tanzania. Watasema tu mpambanaji limepotea, lakini wapambanaji watakao kuja nyuma ni wengi zaidi. Hizi sauti wanazisikiliza wadogo zetu, wanazisikiliza anko zetu, wanasikiliza watoto zetu. Basi mimi na wewe leo hii tukifa, sio mwisho kabisa wa mapambano. Mimi na wewe tukifa, tutaendelea, vizazi na vizazi vitaendelea kufanya harakati za kuikomboa taifa hili. Umeona? Kwa hiyo toka ukiwa na lengo la ukombozi wa taifa hili. Bahati mbaya ukifa katika harakati za ukombozi, basi watakaobaki wataendelea kuimba wimbo wa ukombozi. Tunataka Tanzania huru, tunataka Tanzania yenye haki, tunataka kila kitu kilichokuwa katika ardhi ya nchi yetu kimnufaisha kila mmoja wetu. Ndugu yangu, naomba tutoke kwa pamoja. Nakwambia mimi nitatoka, wewe usipotoka mimi nitatoka. Kwa hiyo nikitoka peke yangu, jua kwamba wewe utakuwa umeshiriki kuniua, wewe utakuwa umeniua mimi ambaye tuliambiana tunatoka kwa pamoja. Lakini mimi nikatoka, wewe ukarudi nyuma, ili maaskari wenye risasi, maaskari wenye bunduki, wenye vifaru waniue mimi. Wewe ndio utakuwa namba moja ambaye umeniua, kwa kuwa katika mipango hii ya kutoka sikupanga na askari yote. Nilipanga na wewe mpambanaji mwenzangu, nilipanga na wewe shujaa mwenzangu, tutoke wote pamoja. Lakini usipotoka, manake wewe utakuwa umeshirikiana na wale waovu kuniua mimi. Ndugu zangu, na mimi nina familia, na mimi familia yangu inanipenda, na mimi nina ndoto. Lakini vyote hivi nimeviacha nyuma na kwenda mbele kwa ajili ya taifa langu. Hivyo na wewe weka naziri kwamba utasonga mbele kwa taifa lako mpaka ulikomboe. Aluta continua. Usipotoka umeniua. Sauti yangu inasikika hapa, itaendelea kusikika endapo wewe ukutoka. Mimi nikitoka peke yangu, itakurudia katika nafsi yako kila siku hadi mwisho wako wa kuishi katika ardhi hii, kwamba haukutoka, umefanya mimi nife. Ndugu yangu, tutoke pamoja, mapambano yaendelee. Asanteni sana wapambanaji, asanteni sana wanajeshi.